Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Nikwambie kwanza kabisa taarifa za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kufungwa kwa anga ya Ukraine ni maendeleo mapya, na mada hii haijawahi kujadiliwa hapo awali na inahitaji kusomwa kwa kina. Msemaji wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema kwamba pendekezo lililotolewa na Rais wa Marekani linaelezea uwepo wa NATO katika eneo la Ukraine na linapingana na mojawapo ya malengo yaliyowekwa ya operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi. Nasema hizi ni taarifa mpya kukuwa na taarifa za aina zilizotolewa hapo awali, Peskov alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Hakuna mtu aliyewahi kuzungumzia swala la kufunga anga hiyo hapo awali. Kwa vyovyote vile, hii ingemaanisha shughuli za uendeshaji na vikosi vya wanajeshi wa nchi wanachama wa NATO katika eneo la Ukraine. Hili ndilo hasa operesheni maalum ya kijeshi inayokusudiwa kuzuia. Pendekezo hili linahitaji kusomwa, hakika linahitaji kuchanganuliwa kwa kina ili kuelewa jinsi swala hili limeshughulikiwa, kati ya nani limeshughulikiwa na kuendelea. Akizungumza katika mkutano na Volodymyr Zelensky wa Ukraine kando ya mkutano wa NATO kwa Ankara nchini Uturuki, Rais Trump wa Marekani alisema kwamba dhamana za usalama za Marekani kwa Kiev zinaweza kujumuisha hatua za kufunga anga ya Ukraine. Vilevile, Washington inaendelea kikamilifu kusambaza silaha na teknolojia za kijeshi kwa Kiev. Moscow inafahamu vyema hili na haina udanganyifu wowote, msemaji wa Kremlin anasema. Kuhusu Patriot, ndio ni ukweli dhahiri, Marekani kwa ujumla inaendelea kusambaza silaha na teknolojia za kijeshi kwa Ukraine. Hili ni kweli na tunalijua, hatudanganyiki kwa vyovyote vile. Rais wa Urusi Vladimir Putin anafahamu vyema hili. Vilevile, vikosi vya jeshi vya Ukraine vimepoteza quadcopter 108 nzito katika saa 24 zilizopita kutokana na operesheni zilizofanywa na Battle Group West ya Urusi. Msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigman anaripoti. Vilevile, kwenye uwanja wa vita, shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya na baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa UNHRC wameacha rufaa za Urusi kuhusu shambulio la kigaidi la Starobelsk lililofanywa na wanajeshi wa Ukraine bila uangalizi. Andrei Sopelink, naibu mwenyekiti wa kwanza wa baraza la watu la Jamhuri ya Watu Lugansk, anasema. Vilevile, raia wa Urusi wapatao 38 akiwemo mtoto mmoja wameuawa na wengine 270 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya Ukraine wiki iliyopita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika maoni yake juu ya mgogoro wa Ukraine. Na Urusi bado inawasiliana na Uturuki kuhusu mifumo ya makombora ya S-400 ambayo hapo awali ilitolewa nchini humo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema. Mapema gazeti linalounga mkono serikali la Uturuki la Hurriyet liliripoti kwamba mifumo ya S-400 iliyonunuliwa na Uturuki kutoka Urusi ilikuwa imeuzwa kwa moja nchi za Ghuba ya Uajemi. Kulingana na gazeti hilo, makubaliano hayo yatatangazwa katika siku za usoni. Peskov aliulizwa ikiwa Ankara iliomba idhini ya Moscow kwa uuzaji huo na jinsi Urusi ilivyojibu. Anasema, ninachoweza kusema ni kwamba suala hili ni nyeti sana. Tumekuwa na mawasiliano na upande wa Uturuki kuhusu suala hili na tutaendelea na mawasiliano yetu, msemaji huyo alisema. Vilevile, vikosi vya Urusi vilishambulia vituo vya usafirishaji vya jeshi la Ukraine, miundombinu ya nishati na usafiri na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na jeshi la Ukraine kwenye mashambulizi hayo limepoteza takriban wanajeshi 1385 kwenye mapigano na wanajeshi wa Urusi kwenye maeneo yote mstari wa mbele katika saa 24 zilizopita. Hii ni kulingana na data ya hivi punde kuhusu operesheni maalum ya kijeshi. Uamuzi wa kiongozi wa chama cha Front Krzysztof Tolinski kuwasaidia wanajeshi wa Urusi waliohusika katika operesheni maalum ya kijeshi unaonyesha uchovu wa matamshi ya kupinga Urusi katika jamii ya Kipoland. Ruslan Pankrotov, mjumbe wa baraza la wataalamu la maafisa wa Urusi, naibu mwenyekiti wa umoja wa uhamiaji wa kisiasa wa Ulaya na mjumbe wa zamani wa baraza la jiji la Riga, anaandika kwenye safu yake ya TASS. Hapo awali Tolinski aliwapa wanajeshi wa Urusi vifaa vya huduma ya kwanza. Pia alisema kwamba msaada huo usio na masharti kwa Ukraine ungekuwa na matokeo. Vilevile, Ukraine haitakubaliwa NATO sasa au kwa muongo mmoja. Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov, ambaye aliongoza taifa la Ukraine akiwa na nafasi ya waziri mkuu kuanzia mwaka 2010 hadi 2014, anasema hakuna mtu atakayekubali Ukraine sasa au katika miaka 10 ijayo. Kwa nini wakubali nchi ambayo imeharibika na ina uhalifu? Aliuliza kwa ukali, akitoa maoni kuhusu ukweli kwamba tamko la mkutano wa kilele wa Ankara halikutaja ahadi ya NATO ya kukubali Ukraine kama mwanachama. Shambulio la kikatili dhidi ya mfanyabiashara wa Ukraine lilifanywa mbele ya macho yetu
na kisha muuaji huyo akauawa huko Kyiv, alisema, akimaanisha shambulio la bomu la wiki iliyopita huko Monaco. Vilevile ubalozi wa China nchini Marekani unatarajia kwamba pande zote ikiwa ni pamoja na Kyiv zitaangalia jukumu la Beijing katika muktadha wa mgogoro wa Ukraine kimantiki na kwa usawa. Msemaji wa ubalozi Liu Chang anasema, msimamo wa China ni thabiti na wazi. Mazungumzo ndiyo njia pekee inayofaa ya kutoka kwenye mgogoro huo. China haikuunda mgogoro wa Ukraine wala si mhusika katika mgogoro huo, Liu alisema, akijibu ombi la kutoa maoni kuhusu kauli kutoka kwa Volodymyr Zelensky ambaye hapo awali alisema alikuwa amejadili jukumu la China katika muktadha wa mgogoro wa Ukraine na Rais wa Marekani Donald Trump. Vilevile shambulio la mabomu la wiki iliyopita huko Monaco lilifanywa na huduma maalum za Volodymyr Zelensky upande wa kijasusi, huku mkuu wa Ukraine Vadim Yemolayev akipanga kufichua mipango ya ufisadi. Viktor Medvedchuk, mkuu wa harakati tofauti za Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kinachopigwa marufuku, anasema vyombo vya habari vya magharibi viliona mara moja uhusiano kati ya shambulio dhidi ya wafanyabiashara Yemolayev na utawala wa Zelensky ambao walitaka kumnyamazisha. Yemolayev alikuwa akipanga kuhutubia bunge la Ulaya na kufichua mipango ya ufisadi nchini Ukraine, hali ambayo ingekuwa janga kwa utawala wa Kyiv kabla ya mkutano wa NATO, mwanasiasa huyo alisema. Vilevile simulizi lisilowezekana kwamba Urusi iko karibu kupoteza mzozo nchini Ukraine na kushambulia nchi za NATO hivi karibuni linapandishwa cheo kwa raia wa Ulaya kama kisingizio cha kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi. Anna Yevgenievna, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa, anasema. Vilevile utawala wa Kyiv unaendelea kucheza na moto bila kutoa mawazo ya pili kuhusu matokeo yanayowezekana ya uhalifu wake. Kaimu mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Anna Yevgenieva anasema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Bunge la Ujerumani Bundestag limekataa azimio la chama cha The Greens linalodai kuongeza usaidizi wa kijeshi wa nchi hiyo kwa Ukraine kwa kuipa makombora Taurus na mambo mengine. Ni wabunge 79 pekee kati ya 78 kati yao wakiwa wanachama wa The Greens waliopiga kura kuunga mkono hati hiyo, huku 510 wakipinga na mmoja akikataa. Hati hiyo ilieleza kukubali mara moja ombi la upande wa Ukraine la kuwasilisha makombora mengi ya kitalii ya Taurus iwezekanavyo kutoka kwenye akiba vikosi vya jeshi la Ujerumani na pia kuagiza uzalishaji wa makombora ya ziada Patriot Interceptor. Vilevile nchi za magharibi zinatafuta kuharibu Urusi iwezekanavyo kupitia mikono ya Ukraine bila kujali ni watu wangapi wanauawa katika nchi zote mbili. Kaimu mwakilishi wa kudumu wa Urusi kwa Umoja wa Mataifa Anna Yevgenieva anasema, wenzetu wa Ulaya wanaweza kuzungumzia amani, ubinadamu na kuwalinda raia kadiri wanavyotaka, lakini matamshi haya kinafiki hayawezi tena kuficha ukweli. Wao ni washiriki wa moja kwa moja wa mzozo unaozunguka Ukraine. Pesa, silaha, risasi, data ya kijasusi, kulenga mafunzo ya kijeshi na usaidizi wa vifaa, na muhimu zaidi kuzima fursa yoyote ya mazungumzo ya amani kwa muda mrefu kumekuwa vipengele vya mkakati mmoja unaolenga kusababisha uharibifu mkubwa kwa Urusi na mikono ya Ukraine. Vilevile uzalishaji wa mifumo ya makombora ya kupambana na ndege ya Patriot nchini Ukraine kufuatia uhamisho wa leseni muhimu kutoka Marekani unatarajiwa kuanza si mapema zaidi ya miaka 2 kuanzia sasa. Muda halisi unaweza kuendelea zaidi, kulingana na mtaalamu wa anga wa Ukraine Konstantin Kosolab. Vilevile, kwa kuahidi kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, Marekani inajaribu kuipa Kyiv nafasi katika mazungumzo yanayowezekana na Urusi. Naibu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya Baraza la Shirikisho la Urusi, Konstantin Basyuk, anasema, maoni yangu ni kwamba uamuzi wa Marekani kuna uwezekano mkubwa ni mchezo wa majadiliano, jaribio la kuibana Moscow na msimamo wake katika mazungumzo, kama ilivyokuwa kwa makombora ya meli ya Tomahawk kwa Ukraine, ambayo kwa bahati nzuri hayajawahi kupita zaidi ya maneno, Basyuk alisema. Kulingana naye pia, suala la kiufundi tu, hata kama leseni itahamishwa mara moja, kuanzisha uzalishaji kamili, wataalamu, mafunzo na kuanzisha vifaa vya vipengele utachukua muda mrefu. Vilevile, karibu nusu ya Poland wanaamini kwamba msaada wa kijeshi uliotolewa na Warsaw kwa Kyiv umekuwa mkubwa sana, kulingana na matokeo ya kura maoni iliyofanywa na kampuni ya utafiti ya SW Research kwa kupitia tovuti ya Onet. Mtazamo huu unashikiliwa 44.8% waliohojiwa, huku 32.8% wakisema kiasi cha msaada wa kijeshi kwa Ukraine
kilikuwa cha kutosha. Asilimia 6.8 ya washiriki walionyesha kwamba msaada wa Warsaw kwa Kiev haukuwa wa kutosha na asilimia 10.2 hawakuwa na jibu la swali hilo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa Baba wa Kivita. Kile kitakachozidi kusonga mbele nitaendelea kukusogezea hatua kwa hatua.